Leo kuna vitabu vingi hapa. Ngoja nisome vyote. Isaya sura ya 46 mstari wa 13. Isaya sura ya 46 mstari wa 13. Ezekiel sura ya 8 mstari wa 3. Yeremia sura ya 5 mstari wa 30 hadi 31. Zaburi sura ya 43 mstari wa 3. Zaburi sura ya 132 mstari wa 13 hadi wa 15. Zaburi sura ya 133 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kutoka sura ya 3 mstari wa 13, sura ya 3 mstari wa 15. Isaya sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 3. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 20. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16. Ufunuo sura ya pili mstari wa 4 hadi wa 5. Ufunuo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa pili. Ufunuo sura ya pili mstari wa 7. Ufunuo sura ya 13 na Ufunuo sura ya 12 yote. Ufunuo sura ya 15 mstari wa pili hadi wa 5. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 3. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Mathayo sura ya 6 mstari wa 10. Efeso sura ya kwanza mstari wa 10. Na Zaburi sura ya 133 mstari wa 13 hadi wa 15. Sasa hapa nataka nieleze kitu kimoja. Kwenye kazi ya Mungu siku zote inapotokea uharibifu unatokea. Mlima Sayuni maana ni kanisa ambalo linafundisha kweli ya Mungu. Lakini sasa hivi Mlima Sayuni ni kwamba sio ule ambao uko ndani Israeli kwamba Yesu ndo atashuka huko, hapana. Sisi kwamba atashuka. Kanisa lolote lile ambalo linahubiri kweli ya Mungu ni Mlima Sayuni. Kwa hiyo kwenye kazi ya Mungu panapotokea usaliti kwa sababu ya mwanamke kuingia, anatokea mwokozi. Kwa hiyo mwokozi anakuwa ni Bwana Yesu, ndio atakayeokoa kanisa lake kutoa kwenye makanisa hayo ambayo mengi ambayo ndio baadhi yana mchanganyiko wa mafundisho lakini hawana kweli ya Mungu. Kwa hiyo na Mungu Bwana Yesu siku akirudi tunakuwa kanisa ambalo lina kweli ya Mungu, ndio ghala watu wanavuna kutoka mashambani, kutoka kwenye mazizi yao, malisho yao, wanaingizwa zizini. Maana yake ni kwenye kanisa ambalo linafundisha nini? Kweli. Kwa sababu ya kusagaa manabii wa uongo ambao shetani wamevaa sura za wanadamu, wakaleta nini? Uharibifu. Mwisho wa siku hadi wana wa Mungu wamejikuta wanasaliti, wanaiga mafundisho yao, wanakataa kuhubiri nini? Utakatifu na kweli. Kwa hiyo tunaangalia, kwa hiyo zote panapotokea kazi ya Mungu, panatokea uharibifu, panatokea uasi, hadi panatokea nini? Ukombozi. Kama kwa Adamu aliasi, Mungu kupitia nyoka mharibifu, baadaye kupitia Nuhu akaleta wokovu. Vile vile kupitia kumbuka Sodoma na Gomora. Mungu anatokea uasi, baada ya uharibifu kuingia, baadaye Mungu analeta nini? Wokovu. Kwa hiyo ni kanuni yake.